Mtazamaji wa Mbuyuni TV, tuko maeneo ya Mbopo Kinondo, daraja la Kinondo. Hapa ndo tuko darajani la Kinondo ambalo linalojengwa. Tunajaribu kufuatilia jinsi ujenzi unavyoendelea. Ujenzi unaendelea vizuri na Mungu anasaidia. Hapa ndo wanapokuwa na mwaga zege. Hapa ndo wanapokuwa na mwaga zege. Zege linamwaga inaendelea. Daraja limekaa vizuri, daraja linajengwa, ni daraja lenye uimara. Mtazamaji wa Mbuyuni TV, endelea kutufuatilia katika mtandao wa kijamii, YouTube, Facebook na TikTok, Instagram, uweze kupata matukio ya Mbuyuni TV. Kuunganishwa tu kifusi upande wa pili na upande mwingine kuunganishwa na alianza kufanya kazi. Mambo vipi? Safi kwema. Jina lako ni nani? Bwana, mimi naitwa Sabili. Mkazi wa hapa maeneo ya Mbopo, maeneo ya Kondebora. Kama unavyoona hali yake ilivyokuwa, mazingira yalivyokuwa, daraja mpaka leo halijamaliziwa, hatujui shida nini. Okay, sasa nitaka ni swali moja. Daraja hili lina muda gani linajengwa? Kwa kweli wapo kujua daraja lina muda gani linajengwa, siwezi kujua kwa sababu mimi wanaona tu walikuwa wanajenga. Hili daraja linaunganisha vijiji vingapi? Ukiangalia upande wa kwanza kuna upande wa pili, huko ni wapi na kule ni wapi? Maana kwa hapa inaunganishwa vijiji vitatu. Ukiangalia huko Mabanda Kuku na hapa Kondaboi na huko Kinondo. Sasa tunaona ujenzi unaendelea na changamoto zipo, gari zinakwama zinashinda kupita, daraja bado halijakamilika. Je, una ujumbe gani labda serikalini? Sisi kwa serikali tunaiombea kwa kweli, ndugu zetu watusaidie ili daraja lipate kuisha kwanza hali ya mvua. Kwa kweli ikinyesha mvua huko ni mafuriko makubwa, huko kule maji yanakuwa yanasumbua. Hapa tumeona gari na kwama juzi, kuna gari kwama nasikia, na jana kuna gari kwama nasikia. Je, labda kuna madhara yapi mnayapata kuhusu daraja hili na wafanyakazi wa mtaa huu au wanaoishi mtaa huu, kuna madhara gani? Hiyo ni changamoto kubwa sana. Mpaka sasa hivi hatuna jibu na kwa nini daraja halijamaliziwa. Naona kama mna vile mnajenga, kuna malipo. Sisi bwana tupo hapa kwa sababu ya kujitolea kwa jasho letu, kupambana na kile ambacho ndugu zetu wanaotaka kupita njia ili wapite kwa usalama. Je, tumejitolea kwa sababu ya kuweka njia ili watu wapite wanaorudi makazini na kadhalika. Wanawalipa? Kulipwa tunalipwa kwa 200 300 family. Tunashukuru Mungu. Samani kiongozi, habari yako? Safi, vipi kiongozi? Uko poa? Niko poa tu, vipi? Unaona pambana? Kama kawaida. Naambia mwanaume ni kupambana. Ndio ipo hivyo, tutafanya nini? Sasa mimi nimekuja hapa kuwatembelea na kupata taarifa za mtaa huu wa Kinondo na Mbopo. Daraja halijaunganika bado, halijakamilika. Je, una ujumbe gani katika serikalini kuhusu daraja? Bwana, mimi tusubiri tu hiyo serikali yenyewe itavyosema, kwa sababu ishasema toka muda. Lakini ndo mpaka sasa ndo hivyo. Walisema toka mwezi wa 4 lakini mpaka leo bado tu mwezi wa 4 umepita, wamekuja wametuwekea hivyo. Kwa kutuwekea hivyo wametupisha kidogo kwa muda. Mpaka sasa hivi bado hawajatokea wako wapi. Sasa unajua hapa alipokuwa amechonga kwa njia kutumia ili watu wanaoenda huku na wanaorudi huku. Tumeona nayo imezidi kumegeka, ndo tumekuja kama vile tumepanga viroba. Na sisi tunapata riziki 200 300. Sasa kuna watu wanasema kwamba daraja linajengwa na litakamilika, ila kuna wengine wanasema kwamba daraja lile limetelekezwa, mafundi hawaonekani. Ni kweli? Kusema kutelekezwa unaweza kusema labda kweli limetelekezwa kwa sababu muda sasa serikali kwani inadaiwa. Kama inajengwa na serikali mimi naamini ilikuwa lishaisha. Paka hivyo unaona kama lina nini, na kweli muda sana umepita tangu ulivyowekwa. Na kuna kuendea maji linakuja linamalizia. Yaani hapa mto unavyozidi kupiga ndo kwanza yani imeanza kujambisha mvua, lakini umeona kama hivi. Kwa hiyo hapa ikija tena na huku ina mega, usishangae bwana. Naona unachimba, unaweka mama viroba. Pale unalipwa au unajitolea? Hapa silipwi. Hapa naweka hivi sawa, wanafunzi wanapita bure wanaoenda shule ya huku Mbopo, lakini wale wengine wakipita wanatupa chote kitu 200 300, na hata vile ukiwa hauna unapita.
Sio kwamba upiti, unapita uwe unacho. Sema kwa sababu watu wanaitumia injini wanajua tabu ya hapa, ndio akipita ukose chochote kitu. Unapata pesa? Napata, nikirudi nyumbani familia inapata chochote kitu. Labda kuna kazi nyingine ambayo inakuingiza mapato? Ni bodaboda, lakini sasa bodaboda kama msimu hapa na hii hali ya mvua basi hatari tupu. Tunaona bora hata tuje hapa kusaidia, kwa sababu wadogo zetu wengine wanaosoma wanasomea huko. Tunaona tuziweke kwanza bodaboda kando, tuendelee kidogo kuwasaidia hapa. Asante, nashukuru kwa ushirikiano. Nashukuru. Haya, kazi njema. Na kwako pia. Mtazamaji wa Mbuni TV, tumekuja hapa Kinondo mpakani kwa Mbopo. Nia yetu ni kuwaletea matukio ya mtaani yanayojiri na kuwapasha habari za kijamii. Endelea kutufuatilia katika mitandao ya kijamii kwa jina la Mbuni TV, TikTok Mbuni TV na Facebook Mbuni TV. Karibu Mbuni TV.